Na maandiko yanasema alaaniwe mtu yule afanyaye kazi ya Mungu kwa mkono mlegevu, alaaniwe. Leo kumekuwa kuna laana nyingi kwa sababu hatutumiki vile vinavyotakiwa. Una jina la kuwa kiongozi, lakini ile kazi ya uongozi wako haionekani. Haujulikani wewe ni mwenyekiti, haujulikani wewe ni katibu, haujulikani wewe ni mzee wa kanisa, haujulikani ni wewe ni mhudumu wa kanisa, haujulikani kwenye uongozi wako. Umeacha Edeni peke yake. Kwa Mungu anaporudi anakuta iko peke yake. Hivi ninavyoongea anakuita, uko wapi? Mbona idara yako imelala? Mbona idara yako haiendi? Uko wapi? Unapoona sisi wachungaji muda mwingine tunaacha mpaka usingizi kupambana na mambo ya kiroho, tunalinda nafasi niliyopewa na Bwana. Kwa sababu nisipolinda nafasi niliyopewa na Bwana kuhangaika kwa ajili ya maisha yako, Mungu ataniondoa. Na kama ataniondoa ataweka mwingine. Na kiweka mwingine mimi sipo salama tena. Maana tulipo kwenye hatari. Sitahudumiwa na Mungu, nitahudumiwa na mizimu. Hata nikiomba Mungu atanisikia, maana nimeshaondolewa. Kuna ujinga ambao unaendelea leo ndani ya makanisa kwamba tumwache mchungaji aendelee mwenyewe. Napoongea hivi naongea na makanisa mengi duniani. Kwa hiyo nasema kwa tumwache mchungaji apambane mwenyewe. Unaposema nimwache mchungaji apambane mwenyewe, hujui kwamba unatoka kwenye nafasi yako. Ukishapewa uongozi, hiyo ni nafasi yako. Unatakiwa uitumikie, uhakikishe nasimama imara ili Mungu ajisifie kupitia uongozi wako. Asema kuna mtu nilimpanga pale, kazi inaenda. Sio kuna mtu niliweka pale, kazi imekufa. Na kama kazi kifa, maana hata wewe mwenyewe unakufa kiroho. Huwezi kuwa imara kwenye maisha yako kwa sababu hujaisimamia kazi ya Bwana. Tumeitwa kwa lengo ya kuifanya kazi ya Mungu. Ijapokuwa tuna mambo yetu ambayo tunafanya, lakini tumeitwa kwa kusudi la Bwana. Hatujaitwa tufuse, hatujaitwa tutegee afanye mwingine. Hapana, tumeitwa tuifanye kazi ya Mungu. Na unapofanya kazi ya Mungu, maana yako unakaa kwenye nafasi yako. Na unapokaa kwenye nafasi yako, Mungu anakuja unapomuita. Mungu hawezi kuja kama nafasi yako umeiacha aje kufanya nini? Maana anachokuheshimu wewe kwa sababu ya nafasi aliweka ndani yako. Adamu alionekana wa thamani kwa sababu alibeba nafasi ya Mungu. Lakini alipoiangusha nafasi ya Mungu,